cha mpasuko. Hili ni kundi la viongozi wanaonekana kuwa na nguvu binafsi, kukubalika kwa wanachama na uwezo wa kusimama kisiasa bila kutegemea sana mfumo. Ndani ya chama tawala, ndani ya CCM, ukweli unaofichwa, nguvu zinazopigana na matabaka ya kimya kimya. Kwa miaka mingi, Chama cha Mapinduzi CCM kimeonekana kama chama imara kisichotikiswa kirahisi. Migogoro yake imekuwa ikimalizwa ndani kwa ndani kwa ukimya, bila kuacha nyufa zinazoonekana hadharani. Lakini kwa siku za hivi karibuni, hali imeanza kubadilika. Dalili za mpasuko zimeanza kuonekana wazi, si kwa maneno ya wapinzani, bali kwa matukio yanayotokea ndani ya chama chenyewe. Kuna viongozi waliokuwa wakionekana kuwa sehemu ya mfumo, wakihudhuria vikao vikuu, wakitajwa kama nguzo za chama, lakini ghafla wakapotea kwenye ramani ya maamuzi. Wapo waliopunguzwa mamlaka, wapo waliotolewa kabisa, na wapo waliobaki kwa majina tu bila nguvu ya awali. Mabadiliko haya hayakuja na maelezo ya wazi, jambo lililoibua maswali mengi miongoni mwa wanachama na wachambuzi wa siasa. Baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa, matarajio ya wengi yalikuwa kuona CCM ikiimarisha mshikamano wake wa ndani. Wengi walidhani kipindi hicho kingekuwa cha kusawazisha makundi, kuponya majeraha ya nyuma na kujenga umoja mpya. Hata hivyo, kadri muda ulivyopita, hali halisi ilianza kuonekana tofauti. Ndani ya chama kulianza kujengeka hisia kuwa mwelekeo wa madaraka umebadilika, na vigezo vya nani anasogea karibu na uamuzi vikaanza kubadilika pia. Ndani ya CCM, hoja inayozungumzwa kwa sauti ya chini ni uwepo wa matabaka yasiyoandikwa rasmi, lakini yanaonekana kwa vitendo. Kuna kundi la watu wanaonekana kuwa karibu zaidi na mfumo wa maamuzi. Hawa hupata nafasi kwa urahisi, hulindwa kisiasa, na hata wakiteleza, makosa yao husawazishwa kimya kimya. Ni kundi linaloonekana kuwa salama zaidi ndani ya chama. Kuna kundi la pili la viongozi wa kati. Hawa ni wale waliokulia ndani ya CCM, wenye historia ndefu ya wanachama, mchango mkubwa na wafuasi ndani ya chama. Tatizo lao kubwa ni kuwa hawapo karibu sana na kitovu cha maamuzi. Hawa wanapoonekana kukosea, nidhamu hutolewa haraka, lawama huja wazi, na mara nyingine hujikuta wakiondolewa au kusukumwa pembeni bila nafasi ya kujitetea vya kutosha. Kundi la tatu ndilo nyeti zaidi na ndilo linaloaminika kuwa chanzo kikuu cha mpasuko. Hili ni kundi la viongozi wanaonekana kuwa na nguvu binafsi, kukubalika kwa wanachama na uwezo wa kusimama kisiasa bila kutegemea sana mfumo. Ndani ya chama tawala, nguvu binafsi mara nyingi huonekana kama tishio. Hivyo viongozi wa aina hii hufuatiliwa kwa karibu, hupunguzwa ushawishi au huondolewa mapema kabla hawajakomaa zaidi kisiasa. Hali hii imesababisha hofu na ukimya ndani ya CCM. Wapo wanaojipima kabla ya kuzungumza, wapo wanaochagua kunyamaza ili waendelee kubaki salama kisiasa, na wapo wanaoamua kujitenga kabisa na mijadala ya ndani. Siasa za chama zimeanza kuonekana kama siasa za tahadhari, ambapo kila mtu anaangalia maslahi yake binafsi kabla ya maslahi ya chama kwa ujumla. Mpasuko huu wa kimya kimya una athari kubwa. Unapunguza morali ya wanachama, unajenga makundi ya siri na unazalisha chuki zisizoelezwa wazi. Badala ya mjadala wa wazi wa kujenga chama, kunajengeka siasa za kuogopana na kulindana. Historia ya vyama vingi duniani inaonyesha kuwa chama kikuu hakianguki kwa sababu ya upinzani wa nje pekee, bali kwa sababu ya migogoro ya ndani inayokuwa bila kushughulikiwa mapema. Swali kubwa linalobaki ni hatma ya CCM. Je, chama kitaweza kuziba nyufa hizi kabla hazijapanuka zaidi? Je, kitaweza kurejesha usawa wa ndani na kuondoa hisia za matabaka? Au mpasuko huu utaendelea kukua kimya kimya hadi kufikia hatua ambayo hautaweza tena kufichwa? Haya si maswali ya kawaida, ni maswali yanayogusa mustakabali wa siasa za Tanzania. Kwa sababu kinachoendelea ndani ya CCM leo kina athari kubwa kwa mwelekeo wa nchi kesho.